Kabulungu. Kwa mujibu wa taarifa za chini zinaeleza kuwa zina madai kwamba wazalendo huenda wamechukua tena udhibiti wa eneo la Kabulungu leo tariki 10 Agosti 2026. Taarifa hii bado haijawa na udhibitisho kutoka kwa mamlaka za wazalendo moja kwa moja kusema public, lakini bado zipo chini kwa chini. Na wananchi wa Kabulungu wanaeleza kuwa bado maeneo hayo wameambiwa kwamba wajiepushe na maeneo ambayo ni hatari na wabaki kwa utulivu, aidha kuangalia kwa usalama kwa vile ambavyo watakavyoripotiwa na vikosi vya wazalendo ambavyo pia vinashirikiana na vikosi vya serikali ya DRC. Na tuelekee huko katika taarifa zingine kutoka hapa katika maeneo ya Uvira na Fizi. Kutoka huko katika maeneo ya Rurambo ambako inaeleza kuwa James Fyeka Adui amepeleka vikosi vyake huko ili kuhimarisha ulinzi na kuzuia vikosi vya M23 vinavyotaka kuingia katika mipaka ya Fizi na Uvira. Na kabla tujiendelea na ripoti yetu ya leo, basi tunakusihi kwa wewe ambao hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi kuweza kusubscribe ili kupata vingi zaidi vinavyopandishwa hapa kupitia YouTube channel yetu Yemba TV. Lakini pia kushare linki zetu inakuwa ni vizuri zaidi kwa yule ambaye hawajaweza kutupata, lakini pia kwa ndugu jamaa na marafiki ambao hawajajua uwepo wa channel yetu Yemba TV, basi waweze kuipata popote pale walipo na kufurahia taarifa zetu na update zetu tunazoziachia kwa muda wote ule. Let's go now tuweze kujua kile ambacho kinachoendelea huko katika mashamba ya vita na katika maendeleo ya upiganaji wa James Fyeka Adui. Nikinukuu na nikiripoti kile ambacho kilichoandikwa na moja kati ya mfanyakazi wetu kutoka hapa Yemba TV, ambaye inaeleza kuwa imekuwa takriban mwezi mmoja tangu mpiganaji James Fyeka Adui alipochukua vikosi vyake na kuelekea huko Rurambo. Na lengo kuu aliyofanya apeleke vikosi huko Rurambo ilikuwa ni kuongeza nguvu na kuwapeleka wapiganaji huko ili kuzuia vikosi vya M23 vinavyotoka Bukavu na kuelekea Fizi kwa ajili ya kuongezea nguvu wenzao wahasi. Hivyo James Fyeka Adui alichukua hatua hiyo ili kukamilisha kile ambacho anachokiita ni operation za kuzuia wahasi ili kuendelea kukamata miji mingine au vijiji ambavyo ni vya Wakongomani. Mpiganaji huyo aliamua kutuma wanajeshi wake kuungana na wazalendo wengine na kuimarisha ulinzi katika eneo hilo linalofungwa katika njia hiyo. Kwa kuona kwamba hali haikuwa kama ilivyodhaniwa, James Fyeka Adui aliamua kuelekea sehemu kubwa na kupeleka vikosi vikubwa kutoka Kalemi zaidi ya wapiganaji 500 kuelekea Rurambo ili kuongeza nguvu zaidi na kutoruhusu adui kumiliki katika eneo kubwa hapo wanapokalia. Tulipozungumza na kamanda huyo alitueleza kwamba alikuwa karibu tena, na katika ripoti za hivi karibuni zilizoelezwa kutoka kwa kamanda huyo James Fyeka Adui alieleza kuwa takriban kwa siku kadhaa hakuwa analala kabisa, na kwamba kwa siku kadhaa alikuwa takriban kukosa usingizi kwa ajili ya misheni hizo. Ndiyo maana aliamua kwenda mwenyewe kwenye maeneo hayo ya mapigano ili kuona moja kwa moja jinsi hali ilivyokuwa ikiendelea. Mwisho kabisa alisema kuwa Uvira si sehemu ambayo anaweza kukaa kwa muda mrefu, kwa sababu kuna changamoto nyingi anapobaki Uvira. Wakati mwingine ni kwamba ni kwa ajili ya kutafuta chakula cha vijana wake walioko katika maeneo ya ulinzi huko mipakani. Na aliendelea kusema kuwa sababu kubwa iliyomfanya kuingia Uvira na kuja kuchukua chakula na mahitaji mengine ni kwamba serikali haiwapi chakula wala msaada wowote dhidi ya wanajeshi wake wanaokaliwa
Imekuwa ni hali ngumu kwa James Fyeka Adui mpaka sasa kwa kuto kupata mahitaji madogo madogo yale yanayokidhi wapiganaji wake na kujikimu katika hali ndogo ndogo na mahitaji madogo madogo yanayohitajika dhidi ya wanajeshi hao. James Fyeka Adui aidha ameripoti kwa namna tofauti uimara wake na kuahidi kwamba ataendelea kupambana na kutatarishwa na hali yoyote. Aidha kutokupewa msaada huo wa chakula na madawa na mambo mengine hauwezi kumfanya aweze kurudi nyuma na kuachilia mbali waasi kumiliki maeneo na kunyanyasa raia pamoja na mali zao. Aidha James Fyeka Adui ameonyesha nia thabiti ya kuungana na wazalendo wengine na akiwaonya wazalendo wale ambao wanaorudi nyuma na kuanzisha social media aidha peji ambazo zinazoonyesha moja kwa moja maeneo ambao wazalendo wanaokaa na kuonyesha mission tofauti ambazo wazalendo wanazozifanya katika maeneo ya vita. Aidha amekanusha na kusema kwamba si vizuri kuweka public operation na maeneo ambayo wazalendo wanayokaa kwa kuwa inaweza kuhatarisha kabisa mission hizo ambazo wazalendo wanazozifanya wakishirikiana na serikali ya Kongo na kikosi cha FARDC. Ameendelea na kusema kuwa inahitaji kuwa na upendo, ushirikiano na umoja ili kukamilisha operation hizi ambazo ni ngumu kufikia mpaka sasa, kwa kuwa muhasi anajiunga kwa pamoja na kushirikishwa na nchi ya Rwanda ili kupigana na kudhoofisha hali ya kiuchumi ya DRC. Hivyo inahitaji kuwa kitu kimoja na kupambana kwa umoja ili kuona namna gani vipi watu watakuwa kimoja na kupambana dhidi ya mambo yote. Hii hapa ni Buff TV.